Karibu sana mtazamaji wa Sky International TV katika makala maalum ambapo leo tunaangazia wachezaji wa ligi kuu soka Tanzania bara wanaolipwa pesa kubwa msimu 2024-2025. Mimi naitwa Lai Saidi, karibu. Katika msimu 2024-2025 wa ligi kuu soka Tanzania bara, baadhi ya wachezaji wamejipatia mishahara minono kutokana pia na uwezo wao wa hali ya juu na mchango mkubwa kwa timu zao. Vilabu vikubwa kama Simba, Yanga na Azam FC vimewekeza kwa kiasi kikubwa kuhakikisha wachezaji wao nyota wanalipwa vizuri ili kudumisha viwango vya juu vya ushindani. Na hii ni orodha ya wachezaji 10 wanaolipwa zaidi katika ligi kuu ya NBC msimu 2024-2025. Namba 1 ni Stephanie Aziz Ki. Huu ni usajili bora, yani usajili mkubwa ambao klabu ya Yanga ulifanya kutoka Afrika ya Magharibi. Stephanie Aziz Ki alinunuliwa kwa dau ambalo lilivunja rekodi kwa timu ya ndani kununua mchezaji huyo. Kiasi cha shilingi milioni 400 ndicho kilitumika kuipata saini ya mchezaji huyo tegemezi kwenye kikosi cha Yanga. Ikumbukwe Stephanie Aziz Ki alijiunga na mabingwa hao akikataa ofa mbalimbali ikiwemo ile ya wapinzani wao wa jadi Simba Sport Club. Mchezaji huyu ndiye anayechukua mshahara mkubwa ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara na klabu yake, lakini Stephanie Aziz Ki anakadiriwa kupokea kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 32 kwa mwezi. Ki ni mchezaji muhimu katika kikosi chake, akijulikana kwa uwezo wake wa kucheza kama kiungo mwenye nguvu na mbunifu anapokuwa uwanjani. Ufanisi wake umeweza pia kuvutia vilabu vikubwa na kumfanya kuwa mmoja wa wachezaji wanaolipwa zaidi nchini. Namba 2 anasimama Faisal Salum Feitoto, na Faisal Salum anakadiriwa kupokea kiasi cha shilingi milioni 27. Faisal Salum ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa kweli, akicheza nafasi ya kiungo ambaye amejijengea jina kutokana pia na uwezo wake wa kudhibiti mchezo na kupiga pasi za mwisho pamoja na kufunga magoli ya mbali kweli. Kutokana pia na umahiri wake na mchango wake aliouonyesha akiwa anachezea klabu ya Yanga Sport Club, Feitoto aliweza pia kuivutia klabu ya Azam FC ambayo ilitambua uwezo wake na kumpa moja kati ya mikataba minono na kuingia kwenye orodha rasmi ya wachezaji wanaolipwa pesa nyingi hapa Tanzania. Namba 3 anasimama Kratos Chota Chama, mwamba wa Lusaka, na Kratos Chota Chama anakadiriwa kupokea kiasi cha shilingi milioni 25 kwa mwezi. Chama ni mchezaji wa kimataifa mwenye umahiri wa hali ya juu, nani asiyefahamu uwezo wake, hasa katika nafasi ya kiungo mshambuliaji. Uwezo wake wa kutengeneza nafasi na kufunga mabao umemfanya kuwa na thamani kubwa kwa klabu yake na kumwezesha kupata malipo makubwa licha sasa hivi makali yake kupungua, na hii yote ni kutokana na kushindwa kuwa chaguo katika kikosi cha kwanza kwa klabu yake ya Yanga. Namba 4 ni Fabrice Luamba Ngoma, kiungo wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na Fabrice Ngoma anapokea kitita cha milioni 25 kila mwezi. Simba Sport Club wao wamemsajili Fabrice Ngoma akitokea Al Hilal Omdurman ya pale nchini Sudan. Namba 5 anasimama Pacome Zouzoua, na alijiunga na klabu ya Yanga msimu 2023-2024 akitokea ASEC Mimosas ya Ivory Coast ambapo alikuwa ni MVP katika ligi hiyo. Pacome anakadiriwa kuchukua kiasi cha fedha ambacho ni shilingi milioni 22 kwa mwezi. 6 anasimama striker mwenye mwili wake Alassane Diao. Alassane Diao ni mchezaji wa Azam FC kutoka katika klabu ya Azam anayechezea nafasi ya ushambuliaji. Ni mchezaji anayekadiriwa kulipwa kiasi cha shilingi milioni 20 kwa mwezi. Hata hivyo mchezaji huyu katika msimu huu 2024-2025 ameshiriki katika mechi moja ya ligi kuu soka Tanzania bara, na ikumbukwe Alassane Diao alirejea uwanjani mwezi Disemba mwaka jana na kufunga bao baada ya kuwa nje kwa takriban miezi 9
kutokana pia na majeraha. Hata hivyo, taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kuwa Azam FC imemweka Alassane Diao kwenye orodha ya wachezaji wanaopatikana kwa uhamisho, ikiwa tayari kupokea ofa kutoka klabu nyingine zinazovutiwa na huduma ya mchezaji huyo. Nambari 7 ni Lionel Christian Ateba Mbida. Ni mchezaji wa kimataifa, anatokea pale nchini Cameroon na anacheza eneo la ushambuliaji wakati ndani ya klabu ya Simba. Pia ana uwezo wa kucheza winga ya kushoto na ile winga ya kulia. Lionel Ateba analipwa mshahara wa kiasi cha milioni 20 ndani ya klabu yake ya Simba kwa mwezi. Namba 8 ni golikipa Ayub Lakred, na kwa mujibu wa taarifa zilizopo bwana, Ayub Lakred alisaini mkataba mpya wa mwaka mmoja tu na klabu ya Simba, na hii ilikuwa ni Julai mwaka 2024, akiendelea kuwa sehemu ya kikosi hicho. Hata hivyo, mnamo Januari mwaka 2025 kulikuwa na ripoti kwamba Ayubu na Simba wamefikia makubaliano ya kuachana, hivyo kipa huyo raia wa Morocco atakuwa huru. Lakini kwa sasa hakuna uthibitisho rasmi kutoka klabu ya Simba kuhusu mkataba wa Ayub Lakred. Kwa hiyo haijulikani kwamba ni wazi ikiwa pia mchezaji wa Simba au la, lakini yeye ndiye mchezaji anayelipwa kiasi cha shilingi milioni 19 kwa mwezi. Namba 9 ni mwanamfalme mwenyewe Prince Mpumelelo Dube, na ameonyesha uwezo mkubwa ndani ya klabu ya Yanga licha ya kuanza vibaya, lakini kadri siku zinavyokwenda Dube amekuwa bora, akichangia mabao muhimu ndani ya klabu yake. Mwanamfalme Prince Dube anakadiriwa kuchukua kiasi cha shilingi milioni 19 kwa mwezi ndani ya klabu ya Yanga. Namba 10 na ya mwisho kabisa kwa wale wachezaji 10 bora wanaochukua fedha nyingi kunako ligi kuu soka Tanzania bara, anasimama mwenyewe Mohamed Hussein, mbavu ya kushoto katika klabu ya Simba, na analipwa mshahara wa takriban shilingi milioni 18 za Kitanzania kwa mwezi. Julai 2023 Zimbwe aliongeza mkataba wake na Simba hadi mwaka 2025, ambapo taarifa zinasema kuwa mkataba wake umeboreshwa na kuwa hali kwa wachezaji wazawa. Sasa sababu ni zipi za mishahara mikubwa kwa wachezaji hawa? Nikujuze tu. Kitu cha kwanza ni uwezo wa kipekee, ambapo wachezaji hawa wanaonyesha viwango vya juu vya uchezaji, wakichangia mafanikio ya timu zao kupitia pia ufungaji wa mabao, pasi za mabao na namna wanavyomiliki mpira wawapo uwanjani. 2 bwana ni uzoefu wa kimataifa. Uzoefu wa kucheza katika ligi za kimataifa hii inasaidia kuongeza thamani yao ndani ya timu, lakini pia ushindani wa soko. Vilabu vinavyoshindania wachezaji hawa hulazimika kutoa mishahara mikubwa ili kuwashawishi kubaki au kujiunga na timu zao, lakini pia wachezaji hawa wanachukuliwa kuwa nguzo muhimu katika mafanikio ya timu zao, hivyo mishahara yao inaakisi thamani katika klabu. Mtazamaji, uwekezaji huu mkubwa katika mishahara unaonyesha jinsi ligi kuu Tanzania bara inavyoendelea kukua na kuvutia vipaji bora, hali inayoongeza ushindani na ubora wa soka nchini. Nimefika tamati ndani ya makala hii, na leo tulikuwa tunaangazia kuhusiana na wale wachezaji 10 wanaopokea pesa nyingi kunako ligi kuu soka Tanzania bara msimu wa 2024-2025. Naitwa Lai Saidi, unaweza ukanipata kupitia ukurasa yangu ya Instagram, napatikana kama Lai_Saidi, lakini pia tufuate kupitia kurasa zetu za YouTube, lakini pia Instagram tunapatikana kama Sky International TV.